السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Zur Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahu ta'ala ibn Aziz anasema tafsiri ya aya hizi ni hivi: Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na kufanya vitendo vizuri, bila shaka atawafanya mahalifa katika ardhi kama alivyowafanya mahalifa wale wa kabla yao, na kwa yakini atawaimarishia dini yao aliyowapendelea, na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wataniabudu na hawatanishirikisha na chochote, na atakaye kufuru baada ya hayo, basi hao ndio wavunjao amri. Nasimamisheni swala na toeni zaka na mtini mtume ili mrehemevu. Katika aya hizi ahadi ya Mwenyezi Mungu imeelezwa. Iwe wazi kwamba Mungu ameahidi kwamba ikiwa mnafanya hivi na hivi, bila shaka Mwenyezi Mungu atawapatieni neema yake. Neema hii ni neema ya uhalifa.
kwa sababu ya uhalifa mtaimarika, na vile vile baada ya kupata hofu mtapata amani. Basi hii ni ahadi, sio bishara kwamba lazima mtapata kitu hiki. Hakusema Mwenyezi Mungu kwamba lazima mtapata, bali amesema mtapata wakati mtakapotimiza na tekeleza masharti, na masharti yaliyowekwa na Mwenyezi Mungu ni haya kwamba wao wataniabudu na wao wataepukana na ushirikina wa kila aina. Sio hii tu kwamba wao wananiabudu tu, bali wao wataepukana na ushirikina. Ikiwa wao hawafanyi ibada na hawaepukani na ushirikina sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii hawa watu hawawezi kupata faida kutoka katika ahadi hii. Hata kama uhalifa unapatikana, hawataweza kupata faida kutoka katika uhalifa watu wa aina hii ambao hawatimizi masharti haya. Hazur anasema kwamba kutoka katika Qur'ani tukufu pia inaonekana waziwazi kwamba katika zama za mwisho uhalifa utapatikana, na kutoka katika hadithi pia inajulikana kwamba uhalifa katika njia ya unabii utapatikana, na uhalifa huu utaendelea daima dawamu. Na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia alituelezea waziwazi kwamba baada yangu uhalifa utapatikana, na uhalifa huu utaendelea kupatikana mpaka siku ya Kiyama. Lakini pamoja na ahadi hii, Mwenyezi Mungu ameweka wazi kwa ajili ya Waislamu wote kwamba kwa ajili ya kupata faida kutoka katika neema ya uhalifa na kwa kupata baraka katika uhalifa, mnalazimika kubadilisha hali zenu, kujiita Waislamu kwa kusema sisi ni Waislamu, ni waaminio. Kwa sababu ya hii hatuwezi kupata neema hii ya uhalifa. Basi Mwenyezi Mungu anawasihi Waislamu kwamba kwa ajili ya kutimiza haki ya ibada na kwa ajili ya kuipukana ushirikana, musimamishe swala na mutoe zaka na mumtii mtume wenu, ndipo mtaweza kupata rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika utii wa nabii tunatakiwa tukumbuke nasaha ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Alisema kwamba yule ambaye anayetii amiri wangu, basi yeye ananitii mimi, na yule anayeasi amiri wangu, basi yeye ameniasi mimi. Na katika nidhamu ya uhalifa, amiri aliyeteuliwa na mtume sallam yeye ni halifa. Basi kitu hiki kinaweka wazi kwamba uhalifa pia unatakiwa ufuatwe na utii wake ufanywe kama utii wa mtume sallam unafanywa. Lakini hapa uhalifa uliotabiriwa si ule ambao unanyang'anywa katika dunia, bali uhalifa huu ulioahidiwa hapa ni uhalifa unapatikana katika njia za unabii. Kuhusu uhalifa huu, mtume sallallahu alaihi wa sallam amewahi kusema waziwazi kwamba uhalifa huu utapatikana baada ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, kwa sababu Masihi alisema atakuwa khatamul khulafa. Kisha uhalifa huu hautapigana na watu wala hautadhulumu, bali uhalifa huu utakumbusha kuhusu kusimamisha swala, na uhalifa huu utakumbusha kwamba kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam na kwa ajili ya kutimiza tekeleza haki za watu mutoe zaka
na muzingatie michango. Basi nidhamu hii inapatikana katika jumuiya peke yake. Hivyo ndivyo lengo la utii wa unabii ni kupatikana kwa umoja, na umoja huu pia hauwezi kupatikana bila uhalifa. Waislamu wengine ingawa wanaswali swala, lakini kwa sababu ya kutokuwa na umoja wa ikhtilafu inapatikana ndani yao. Ingawa wanakuwa kundi moja, lakini kwa kufuata itikadi mbalimbali mfarakano unapatikana ndani yao. Maulamaa kwa ajili ya mimbari yao na kwa ajili ya malengo yao katika Pakistan, mashehe wana malengo ya kisiasa. Hawa mashehe wanaendelea kuitilafiana na kupigana, na hii ndio ni hali wafuasi wao. Majuzi katika Pakistan watu walipokuwa wanafanya maandamano dhidi ya serikali, baada ya maandamano haya makundi mawili ya mashehe walianza kupigana. Wengine walikuwa wanajaribu kupata malengo yao kwa kufuata labbaik ya Rasulullah, na wengine kwa ajili ya kupata malengo yao kwa jina la khatme nabuwat walikuwa wanafanya juhudi ili wapate malengo yao. Na hali hii ilikuwa inaonekana katika TV, na kwa sababu TV ya Pakistan ilionyesha hali hii waziwazi. Licha ya kuwa na hali hii yote, wale watu ambao wanafuata mashehe wa aina hii hawaelewi kwamba wanawafuata mashehe wa aina gani. Je, hawa watu wataimarisha dini tukufu ya Islam? Je, hawa ni watu ambao wataongoza katika njia iliyonyoka? Hii haiwezi kutokea, kwa sababu hawa watu wenyewe wamepotea, na wamepotea sawa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambamo ndani yake Mtume sasa alikuwa malama watakuwa viumbe vibaya katika ardhi. Wanatoa dhaka lakini hawajui jinsi ya kutumia. Serikali ingawa inadai kwamba zaka inatumiwa juu ya watu maskini, lakini wanakula fedha ya zaka, na habari hii inapatikana katika media. Hawatumii kwa ajili ya kusambaza mafundisho ya Islam. Serikali za Islamu ambazo zimepata utajiri wa mafuta, serikali hizi zinafanya nini? Hawafanyi kazi ya kuimarisha dini tukufu ya Islam. Ikiwa kuna kazi ya kuimarisha dini ya tukufu Islam inafanywa, basi inafanywa na Jumuiya Ahmadiyya, na kazi hii jumuiya inafanya kwa kujitolea sana. Nidhamu hii ya dhaka inaweza kuendeshwa vizuri wakati nidhamu ya uhalifa inapatikana. Maulamaa wataalamu kadhaa ambao ni wataalamu kweli kweli, wao wanasema tunatakiwa tuwe na nidhamu ya uhalifa, lakini wanapoambiwa nidhamu iliyoanzishwa na Mwenyezi Mungu mumpokee nidhamu ile, lakini hawataki kupokea nidhamu ile ya jumuiya. Hata wao wanazidi katika upinzani. Tukio lake, hali yake inaonekana katika tukio lililopatikana katika mji wa Sialkot. Msikiti na nyumba ilikuwa karibu na msikiti. Chini ya uongozi wa polisi na chini ya uongozi wa mji, pamoja na kushirikiana na mashehe na wafuasi wao, walishambulia msikiti wetu na nyumba yetu, na wao walidhani wamefanya kazi kubwa sana. Wao wamefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuokoa Islam.
ilhali polisi iliwahi kufunga nyumba ile siku kadhaa bila kuwa na sababu yoyote. Wao walikuwa hawana sababu yoyote ya kufunga nyumba ile kwa sababu hakuna mtu yeyote alikuwa anaishi pale. Lakini kwa kuwa na hali hii kwamba nyumba ile ilifungwa na polisi, wao sawa na mpango maalum wakashambulia nyumba ile na wakavunja nyumba ile, wakabomoa nyumba ile. Nyumba ile ilikuwa nyumba na msikiti ile ilikuwa imejengwa takriban miaka 100 kabla ya kupatikana kwa nchi ya Pakistan. Kwa hiyo walikuwa hawana sababu ya kusema kwamba wanajumuiya wamejenga nyumba hii karibuni, kwa hiyo lazima sisi tutabomoa minara na nyumba hii. Hii ndio ni hali ya hawa mashehe na watu ambao wamezidi katika upinzani. Sasa wanatangaza kwamba sisi tutabomoa misikiti mingine ya wanajumuiya. Huyu shekhe ni Hafiz, ni mfuasi wa chama fulani. Yeye anaitwa Hafiz lakini hajui mafundisho ya dini tukufu ya Islam hata kidogo. Lazima hali hii ipatikane, wasijue mafundisho ya Islam kwa sababu wamemkataa Khatamul Khulafa aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Na lazima hali yao itakuwa ya aina hii kwamba wakati watakapozidi katika uadui wa mjumbe huu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwa hawa watu wamefunga ubongo ili wasiweze kuelewa mafundisho ya Qur'ani tukufu, na hii pia ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwamba hawawezi kuelewa mafundisho ya Islam. Lakini ikiwa kuna swali la fitina na ufisadi, hawa watu wanafanya kazi vizuri, na kadiri mnataka kuleta fitina mnaweza kutumia hawa watu, wanaweza kuleta njia mbalimbali za kuleta fitina na ufisadi. Sisi hatuwezi kupambana na watu hawa katika jambo hili la ufisadi na fitina. Hii ndiyo ni hali yao hata katika misikiti yao pia wanazungumza dhidi ya wenzao na wanafanya njama za ufisadi na fitina, na hivi wanaharibu utakaso wa misikiti wao. Na katika misikiti yetu pia, ambayo misikiti yetu imejengwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, hawa wanafanya njama na wanafunga misikiti yetu, kisha wanashambulia misikiti yetu, na kwa kufanya hivi wanaharibu utakaso wa misikiti yetu. Haya yote yanayotokea ni matokeo ya hii kwamba wanatanguliza dunia juu ya dini. Na maadamu sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawapokei uhalifa ulioanzishwa na Mwenyezi Mungu, wataendelea kufanya vitendo vya aina hii. Na sisi hatutegemei kwamba hawa watafanya jambo la mema na heri. Ndio wapo watu wengine ambao ni wazuri, wana tabia nzuri. Katika bunge, mama moja yeye alieleza huzuni yake kwa sababu ya tukio hili na alipinga yoyote iliyotokea. Sasa tuone wao mashehe wanamtendea vipi huyu mama ambaye alipinga tukio hili. Uzoefu wetu ni kwamba watu wa aina hii wanafuatwa na mashehe kiasi hiki kwamba wanaacha siasa au wanalazimika kuomba radhi. Hazur anasema ikiwa kuna swali la hali ya mioyo yetu kwamba wameharibu nyumba ambamo Sayyidina Al-Islam alikaa na serikali imechukua nyumba ile, basi majibu yetu ni haya, na tunatakiwa tuwe na majibu haya: inama ashku basi wa huzni ila Allah. Yani huzuni yangu yote mimi namwachia Mwenyezi Mungu. Hata kama sisi tunakuwa na hali ya aina gani ya mioyo yetu,
lakini kuwa na mahusiano mazuri na Sayyidina alayhi salatu wasalam, mahusiano haya hayapatikani kwa sababu ya nyumba na ghorofa, bali ni kwa kufuata mafundisho yake na nasaha zake na kwa kuungana na jamaati yake. Na mahusiano haya yanapatikana kwa sababu ya mambo yanayopatikana kwa kuungana na uhalifa, na hali hii inapatikana kwa kuboresha ibada zetu, na vile vile ni kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, na vile vile hali hii inapatikana kwa kuboresha utii wetu. Na kwa ajili ya hali hii tunatakiwa tufanye juhudi sana. Mtu mmoja alimuuliza Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kwa nini halifa anakuja, lengo la kuja kwake ni nini? Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alimjibu, na jibu hili linatakiwa tuendelee kulizingatia na kulikumbuka. Sayyidina alayhi salam alimjibu kwamba ni islah, yani kurekebisha hali, ni lengo la kuja kwa halifa. Kisha alieleza maelezo zaidi kwamba angalieni, tangu hata Adam alayhi salatu wasalam silsila hii ya uhalifa ilianza wakati mwanadamu alipodhoofika na mwanadamu aliposahau majukumu yake na aliacha njia ya mwongozo. Katika hali hii Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa kumpitia mjumbe wake, alileta mwongozo kwa ajili ya dunia nzima, na aliwatoa watu katika shimo la giza na upotevu. Anasema Mwenyezi Mungu alionyesha shani yake na alieneza nuru sawa na nuru ya mshumaa. Anasema zaidi, hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu tangu hata Adam alayhi salatu wasalam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeshuhudia hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati watu wanaposahau mafundisho ya nabii wao na wanaacha njia za maarifa na mwongozo, na giza na upotevu na ufisadi inaenea duniani, katika hali hii sifa ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi, na kwa kumpitia mtu mjumbe jina la Mwenyezi Mungu na hulka njema zilizopotea, hulka hizi tena zinapatikana. Na hivi Mungu anathibitisha kwamba yeye yupo, na inatokea hivi kwamba maarifa iliyotokea na uchamungu uliotoweka, uchamungu ule unapatikana tena. Basi Yazur anasema uchamungu wa Waislamu umepotea na uchamungu wa wasiokuwa Waislamu pia umepotea. Kwa hiyo katika dhama hii Mwenyezi Mungu sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma khatamul khulafa, yani Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba baada kuja kwake mapinduzi yanapatikana. Zura anasema sikilizeni kwa makini. Sayyidina alayhi salam amesema sawa na sunna ya Mtume, sunna ya Mwenyezi Mungu, silsila hii yetu imeanzishwa, yani jumuiya yetu imeanzishwa, yani jumuiya imeanzishwa ili tuthibitishe Mwenyezi Mungu yupe na tuimarishe umoja wa Mwenyezi Mungu duniani tena, na vile vile tuuishe hulka njema katika dunia hii. Kama sisi tunashuhudia kwamba wengi wa Waislamu hali ya vitendo vyao si nzuri. Waislamu wanaabudu makaburi, wanafanya ushirikina, vile vile wanafanya bid'a ya aina mbalimbali, na ufisadi umeenea, na hata wao wenyewe pia wanakiri hali inapatikana. Katika magazeti makala inaandikwa kuhusu hali hii. Lakini kama nilivyosema hapo awali, yule aliyetumwa na Mwenyezi Mungu katika utumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutoa watu katika shimo la giza, hawa watu hawapo tayari kumpokea yule aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Wao wanafanya shirk iliyofichika na hulka njema zipatikane ndani yao. Hazur anasema kwamba maneno haya Sayyidina alayhi salatu wasalam
tunatakiwa tuendelee kuyakumbuke kwamba sawa na sunna hii ya Mwenyezi Mungu, silsila hii, jumuiya hii imeanzishwa kwamba wakati ufisadi unapoenea, hulka njema zinapopotea na watu wanasahau umoja Mungu, ushirikina unaenea, katika hali hii Mwenyezi Mungu anamtuma mjumbe wake, kisha kwa kumpitia yeye dini inajadidishwa tena, inauishwa tena. Basi ikiwa sisi kwa kumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hatuleti mabadiliko haya ndani yetu, basi katika hali tunatakiwa tufikirie sana kuhusu imani yetu. Tunatakiwa tuendelee kuchunguza imani yetu kwamba Mwenyezi Mungu ametusihi tufanye vitendo kwa ajili ya kupata neema ya uhalifa. Je, sisi tunaishi maisha yetu sawa na amri hizi za Mwenyezi Mungu? Tunatakiwa tuzingatie ibada zetu ni za aina gani na swala yetu hali yake ikoje. Je, kauli yetu na amali yetu ni safi katika ushirikina, na hali yetu ya kutoa katika njia ya Mungu ni nini, na hali ya utii wetu ikoje? Je, jinsi Mwenyezi Mungu na mtume wake wanataka sisi tunafanya juhudi ya kupata ile hali au la? Kisha katika zama hizi jinsi aliyotaka Sayyidina alayhi salatu wasalam kuona wafuasi wake, je, sisi tunapata ile hali au la? Kuhusu ibada na umuhimu wa sala, kuna kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi inapatikana hivi. hata Abu Huraira anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, siku ya kiyama kwanza kabisa kitu kitakachoulizwa ni swala. Kwanza kabisa mtu ataulizwa kuhusu swala yake. Ikiwa amefaulu katika swala yake, basi amefaulu, lakini kama anashindwa katika hesabu hii ya swala, basi yeye ameshindwa na amepata hasara. Amesema ikiwa kuna upungufu katika swala yake ya fardh, Mwenyezi Mungu atamwambia malaika kwamba angalieni, je, mtumishi wangu huyu ameswali nafali? Ikiwa alikuwa ameswali nafali, basi upungufu wa fardh utaondolewa kwa njia ya nafali. Hivyo ndivyo amali zake zote zitahesabiwa. Basi hii ndiyo ni muhimu wa swala siku hizi, kwa sababu ya kuwa mwezi wa Ramadhan wengi wote wanaswali swala na wanakuja misikitini, lakini hali hii si inatakiwa ipatikane katika Ramadhan, kwa sababu Mwenyezi Mungu hatauliza kuhusu swala zinazoswaliwa katika Ramadhan, bali Mungu atauliza kuhusu swala ya maisha yetu yote. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la fikira sana. Mwenyezi Mungu anawarehemu watumishi wake. Amesema ikiwa upungufu unapatikana katika faradhi kwa sababu ya udhaifu wa binadamu, kwa sababu hali ya aina mbalimbali inapatikana katika maisha ya mtu, baadhi wakati hawezi kutimiza haki vizuri, basi Mungu amesema katika hali hii, kwa kupitia nafali yake aliyefanya katika maisha yake, upungufu utakayopatikana katika faradhi, basi upungufu ule utaondolewa. Kisha katika riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba Hazrat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mtu akiacha swala basi anakuwa karibu na ushirikina. Basi huzuri anasema jambo hili ni jambo la hofu sana. Ushirikina ni kosa ambalo Mwenyezi Mungu halipendi hata kidogo. Mwenyezi Mungu hasamehi ushirikina.
je, sisi kwa kufanya kosa hili la ushirikina tunaweza kupata neema ya uhalifa? Haiwezekani, hatuwezi kupata baraka katika uhalifa. Hazur anasema kisha swala inatakiwa iwe ya aina gani na uhakika wa swala na nini. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema wapo watu wengine wanaenda misikitini wanaswali swala, vile vile wanafuata amri zingine za Islam, lakini msaada wa Mwenyezi Mungu haupatikani, hawapati msaada wa Mungu, wala mabadiliko hayapatikani katika hulka zao, yani katika mwenendo wao na hulka zao mabadiliko hayapatikani. Hii inaonyesha kwamba swala zao ni swala ya rasmi tu ya kuonyesha watu wengine, haina uhakika ndani yake, kwa sababu mtu akitimiza amri za Mwenyezi Mungu mfano wake ni sawa na begu, athari yake inapatikana katika mwili na katika roho yake. Yani begu athari yake inatakiwa patikana juu ya roho. Kama mti unaota, unapoota basi inaonekana waziwazi kwamba mti unaota. Hivyo ndivyo katika mwili wetu na katika roho yetu athari ya swala lazima ionekane. Amesema angalieni mtu ambaye anapanda begu katika shamba, ikiwa mwezi moja miezi miwili begu haioti, basi inaonekana kwamba begu sio nzuri. Yani ikiwa begu haioti, basi ina maana kwamba begu ile sio nzuri. Hii ndiyo ni hali ya ibada zetu. Ikiwa mtu mmoja anamwamini Mwenyezi Mungu ni moja, Hazur anasema nimeeleza maelezo zaidi kuhusu mbegu kwamba ulitumia maneno kadhaa, sisi hatukujua maana yake ni nini, ndio maana nimeweka wazi tafsiri hii. Hazur anasema kwamba mtu anaswali sala, anafunga saumu, na kwa kidhahiri anafuata amri zote za Mwenyezi Mungu, lakini hapati msaada wa Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika hali hii, basi tunalazimika kuamini kwamba begu aliyepanda si nzuri. Hazur anasema hii ni nukta ambayo tunatakiwa tukumbuke. Ikiwa tunataka kujua Mwenyezi Mungu yupo karibu nasi, basi tujue kwamba tunaweza kujua hali hii kwa kupitia swala zetu. Ikiwa swala zetu haziboreki, basi katika hali swala haileti maana wala hatuwezi kupata ukaribu na Mungu. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema zaidi kuhusu mada hii. Anasema swala ni nini? Swala ni dua ambayo inafanywa kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu, kwa kufanya istighfar. Basi wakati mnaposwali swala, msighafilike katika maombi yenu na msitegemee maombi yanayopatikana katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu wale watu ambao hawajui lugha ya Kiarabu wao wasitegemee Kiarabu tu, kwa sababu ikiwa wanafanya hivi hawawezi kupata hali fulani moyoni mwao. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema kwamba swala yao na istighfari yao itakuwa si kitu, haitakuwa ukweli ndani yake. Wakati mnaposwali swala, mnatakiwa musome Qur'ani tukufu, mnatakiwa mufanye maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufanye maombi ya Qur'ani tukufu. Yani mnalazimika kufanya maombi ya Qur'ani tukufu na maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema tunatakiwa tuelewe vizuri maana ya maombi haya yote ili tuweze kujua maombi ni nini. Hivyo ndivyo Hazur anasema wapo watu wengine ambao wanakuwa na maombi yao, wanahifadhi maombi ya aina mbalimbali. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema kwamba kisha mnatakiwa pamoja na maombi haya Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam ufanye maombi katika lugha yenu ili unyenyekevu upatikane katika mioyo yenu. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba swala ni kitu ambacho kwa kumpitia swala mbingu inainama juu ya mwanadamu. Yani Mwenyezi Mungu anakuja karibu na mwanadamu. Yule anayeswali sala anadhani yeye amekufa, na
roho yake inamwelekea Mwenyezi Mungu. Sala katika nyumba ambamo swala ya aina hii inaswaliwa, nyumba ile haitoharibika. Katika hadithi inapatikana kwamba ikiwa swala ingepatikana wakati wa Nuhu, basi taifa lake lisingeangamia. Sayyidina Al-Islam anasema haji pia ina masharti yake, na kwa masharti haya haji inafanywa. Na kwa ajili ya saumu pia kuna masharti, yani mgonjwa na msafiri hawafungi. Labda msafiri baadaye anaweza kufunga saumu, lakini mgonjwa baadhi wakati yeye hawezi kufunga saumu. Kwa hiyo saumu pia ina masharti kadhaa. Na kwa ajili ya zaka pia kuna masharti, yani yule ambaye ni mtajiri yeye tu atatoa zaka, lakini hakuna sharti kwa ajili ya swala, bali wote wanalazimika kuswali swala. Na ibada zingine zinafanywa mara moja kwa mwaka, lakini swala inaswaliwa kila siku mara 5. Kwa hiyo madamu mtu aswali swala vizuri kisawasawa, basi yeye hawezi kupata baraka ambazo zinaweza kupatikana kwa kupitia swala. Sayyidina Al-Islam anasema madamu mtu haswali swala vizuri hawezi kupata baraka zinazopatikana kwa kupitia swala, wala mtu hawezi kupata faida kutoka katika bayet. Halifa mtukufu anasema kwamba hii ndiyo ni hali ambayo tunatakiwa tuwe nayo katika maisha yetu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema muepukane na ushirikina. Kuhusu hii katika riwaya moja imeelezwa hivi: Mtume sallallahu alikuwa na hofu kwamba umma wake utaanza kufuata ushirikina. Katika Ubada bin Nasihi kuhusu Shaddad bin Aus alituambia kwamba yeye alikuwa analia. Aliulizwa, kwa nini unalia? Akasema, mimi nimekumbuka kauli ambayo nilimsikia Mtume sallallahu akisema. Kwa kukumbuka kauli ile nilianza kulia. Nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mimi nina haufu sana kuhusu umma wangu, kwamba umma wangu utakuwa na ushirikina na utakuwa na tamaa iliyofichika. Al-Shaddad anasema nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba je, umma wako pia utafanya ushirikina? Kwa kusikia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndiyo, lakini umma wangu hautaabudu masanamu na jua na mwezi, lakini wao watafanya vitendo kwa ajili ya kuonyesha wengine, na vile vile watakuwa na tamaa za nafsi zilizofichika. Ikiwa miongoni mwao atakapoamka katika hali ya kufunga saumu, ikiwa akipata tamaa fulani, basi ataacha saumu. Yeye hatajali saumu, bali atatanguliza tamaa ya nafsi yake. Hazur anasema katika Ijumaa iliyopita nilieleza tukio la kijana moja kwamba sisi tunafunga saumu kwa ajili ya wazazi wetu, na mchana tunakula chakula sokoni, na jioni tunaporudi tena tunakaa pamoja na familia na tunafuturu, kwa tunaonyesha kama sisi tulikuwa tumefunga. Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya vijana kadhaa na watu kadhaa, na hali hii ilielezwa katika makala moja iliyochapwa katika magazeti ya hapa. Hazur anasema basi kuna jambo la hofu sana. Ikiwa sisi tunachunguza kwa makini hali yetu, basi tutakuta kwamba tunafanya ushirikina uliofichika ndani yetu. Baadhi wakati swala zetu pia zinakuwa kwa sababu ya tamaa ya nafsi zetu. Hata saumu zetu pia zinakuwa kwa ajili ya dunia baadhi wakati. Hazur anasema kijana mmoja alikutana nami akasema, mimi nafanya biashara ya pizza na mimi nalazimika kuonja pizza wakati napotengeneza pizza, ndiyo maana mimi sifungi saumu au sifungi saumu mwezi mfululizo. Hazur anasema mimi naweza kusema inna lillahi kwa kusikia hali ya mtu huyu kwamba mwanajumuiya afanye hivi. Hazur anasema
kwa kusikia maoni ya watu wa aina hii mimi naona haya sana kwamba wao wanadai watapata neema za Mwenyezi Mungu, lakini wanaenda mbali na amri za Mwenyezi Mungu. Basi katika hali hii hawezi kupata neema za Mungu. Sayyidina alayhi salam amesema, Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu, wa yaghfiru ma duna zalika, yani Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zote. Aya alisema Mungu hatasamehe ushirikina, atasamehe dhambi zote, lakini hatasamehe ushirikina. Msiende karibu na ushirikina, na muone kwamba huu ni mti uliokatazwa, kwa hiyo msiende karibu na mti huu. Kisha Sayyidina alayhi salam akasema, tauhid si hii tu kwamba mtu aseme la ilaha illallah kwa mdomo wake na mioyoni anakuwa masanamu chungu mzima, bali yule mtu ambaye kwa kazi yake na njama yake anaona ni sawa na heshima ya Mwenyezi Mungu, au anamtegemea mwanadamu ambayo anatakiwa mtegemee Mungu, au anatanguliza nafsi yake, katika hali hii yote sawa na Mwenyezi Mungu, yule ni mtu ambaye anafanya shirk. Yani shirk si hii tu kwamba mtu anaabudu masanamu ya kidhahiri, bali kila kitu na kila kauli na kila amali ambayo inapewa heshima, ambayo ni haki ya Mwenyezi Mungu, basi ile ni sanamu na ile ni shirk. Basi Hazur anasema kwa makini sana tunatakiwa tuchunguze hali hii. Kisha Mwenyezi Mungu amesema wale watakaopata baraka ya neema wataswali swala na watatoa zaka. Katika hadithi inapatikana Hazrat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, min ghairi ya watu wawili hatutakiwi tuwe na hali hii, kwamba sisi pia tuwe na hali ile. Yule ambaye moja ni yule ambaye amepewa mali na anatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mtu wa pili ni yule ambaye amepewa hekima na maarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa kupitia maarifa hii, elimu hii, anatoa uamuzi na anawafundisha wengine. Kisha Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, muhifadhi vitendo vyenu kwa kutoa zaka, na muponye wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka na zaka. Basi wale watu ambao wanalazimika kutoa zaka lazima watoe zaka, kama alisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mmoja halazimiki kutoa zaka, lakini wale ambao hawalazimiki kutoa zaka wao wanatakiwa watoe sadaka, na wanatakiwa wajali kuhusu hali ya maskini na wanyonge. Basi hapa tumekumbushwa kuhusu mahitaji ya watu. Pamoja na hii ametukumbusha kwamba umoja upatikane, kwa sababu zaka inaweza kutumiwa chini ya uongozi wa uhalifa peke yake. Jumuiya ina nidhamu nzuri, na tunaweza kukusanya idadi ya watu ambao wanastahili kupewa zaka, na jumuiya zinatakiwa zichunguze hali hizi na zilete taarifa yake. Kwa kawaida tunapata orodha ya watu hawa ambao wanastahili kupewa zaka. Baadhi wakati watu wanamwandikia halifa moja kwa moja, na wapo wengine ambao wanakumbusha nidhamu kwamba mtu fulani anastahili kupewa msaada. Katika nchi za Afrika watu wa kule wanajaribu kuwasaidia watu, na jumuiya inajaribu kuwapatia msaada wa matibabu na masomo, na vile vile watu wengine wanapewa vyakula.
na watu wanajumuia matajiri wanawasaidia watu hawa wanyonge katika jumuiya, na tunapofanya hivi basi umoja unapatikana katika jamaat. Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu kutimiza haki za swala na kutoa zaka, kuna mahusiano gani katika vitu hivi viwili? Anasema watu wanaswali swala kwa kulia na wanaonyesha unyenyekevu katika swala. Katika hali hii wanaepukana na lahu, yani wakati mtu anaposwali swala kwa makini hatakuja karibu na maovu, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana ndani ya moyo yao badala ya mapenzi ya dunia. Matokeo yake ni kwamba hum lizakati fa'ilun. Katika hali hii wao wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani wao wanapoepukana na maovu wanazingatia swala. Katika hali hii ikiwa wao ni matajiri, basi kwa kuwa na hali hii wanapata nafasi ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Amesema haya ni matokeo wakati mtu anapoepukana na maovu, basi yeye anazingatia kuhusu zaka, kwa sababu wakati mapenzi ya dunia yanapopoa, katika hali hii wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii hata kama wao wana fedha mamilioni hawajali wao, bali wao wanaendelea kutoa. Anasema zaidi watu wanapatikana maelfu ambao hawatoi zaka. Hata wanyonge na maskini wa taifa lao wanakufa, hawajali kuhusu hawa watu, ilhali Mungu ameamuru watoe zaka. Hata juu ya dhahabu pia Mungu amesema watoe zaka. Wale watu ambao wanakuwa matajiri wao wamepewa amri kwamba sawa na sheria ya Islam, kwa kupiga hesabu ya mali yao watoe zaka. Yani ikiwa wao wanaweka fedha kwa muda fulani, basi wanalazimika kutoa zaka, lakini wao hawatoi. Ndio maana Mungu anasema anil lagwi mu'rizun. Wanaweza kupata hali hii wakati watakapotoa zaka katika njia ya Mungu, yani wakati watakapotoa zaka wataepukana na maovu. Ikiwa wao wanaswali swala kwa makini wataepukana na maovu, na watakapoepukana na maovu basi watatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha amesema wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni wale watu ambao wanaepukana na maovu. Kwa hiyo vitu hivi vyote vinaungana. Azur anasema swala inatukumbusha sisi tuepukane na maovu, na wakati tunapoepukana na maovu basi tunafuata amri za Mwenyezi Mungu. Kisha sisi tunataka tutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam ametoa matokeo haya kutoka katika hii kwamba mtu akitoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu hivi anaepukana na maovu mengi. Kisha Mwenyezi Mungu amewasihi wale watu watakapata neema ya uhalifa kwamba wao waboreshe utii wao. Katika hadithi inapatikana hivi, Hazrat Ubada radhiallahu ta'ala anhu anasimulia, tulifanya bayati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hii kwamba sisi tutasikia na tutatii, hata kama tunapenda au hatupendi lazima tutatii. Na vile vile tukiwa sehemu yoyote mahala popote, sisi hatutapigana na watu, tutabaki juu ya haki na tutasema haki na kweli, na sisi hatutaogopa lawama za watu. Hazrat Ubada hakusema hii kuhusu nafsi yake tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema hii kwa ajili yake, bali alisema hali hii inatakiwa ipatikane kuhusu uhalifa. Katika hadithi imesimuliwa, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, umaskini, dhiki na faraja
na furaha na huzuni, kunyima haki au mtu anapewa zaidi. Katika hali hizi zote unalazimika kutii amiri wako na unalazimika kuwa mtiifu wako. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii ya utii anasema, mutii Allah, mtume na viongozi wenu. Utii ni kitu, ikiwa tunafanya kwa moyo wetu wote, basi nuru inapatikana moyoni mwetu. Hatutakiwi tufanye mujahada ya aina mbalimbali, bali tunatakiwa tuwe watiifu. Lakini tunatakiwa tuwe watiifu kweli kweli, na kitu hiki si rahisi. Kwa ajili ya utii halisi mtu anandoa nafsi yake, bila hii hawezi kuwa mtiifu. Ikiwa mtu anakuwa na tamaa ya nafsi, basi inaweza kuwa masanamu kwa ajili ya watu wakubwa. Yani ikiwa mtu anakuwa na tamaa ya nafsi, basi katika hali hii ana tamaa yake inakuwa masanamu na hawezi kuwa mtiifu. Maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam walipata fadhila za Mwenyezi Mungu kiasi gani, na walikuwa watiifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi gani, hali yake inapatikana katika maisha yao. Basi kaumu haiwezi kuitwa kaumu na umoja hauwezi kupatikana ndani yao wakati wao hawatii. Ikiwa umoja haupatikani, mfarakano unapatikana, basi mujue kwamba wao wataanguka chini, watarudi chini, hawatapata maendeleo. Amesema ikiwa waislamu wamedhoofika pamoja na mambo mengine, sababu moja ni hii kwamba mfarakano unapatikana ndani yao. Ikiwa wanaacha mfarakano na ikhtilafu na wanaanza kufuata mtu mmoja kwayo Mungu ameamuru, basi katika hali hii Mungu anafanya kazi zao zote. Mkono wa Mwenyezi Mungu inakuwa juu ya jumuiya yake. Mungu anapenda, kwa sababu Mungu anapenda umoja, na umoja huu hauwezi kupatikana mpaka utii upatikane. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhama yake maswahaba walikuwa wenye rai nzuri. Mwenyezi Mungu aliwaumba katika hali hii. Wao walikuwa wanajua mambo ya kisiasa pia, kwa sababu hatimaye wakati wa Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na wakati masahaba wengine walipokuwa mahalifa, walipopata utawala, jinsi walioendesha utawala, kwa kupitia hali ile tunaweza kujua kwamba wao walikuwa wenye rai nzuri. Lakini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam hali yao ilikuwa ya aina hii kwamba wakati wote walipoambiwa kufanya kitu chochote, waliacha rai yao, ushauri wao kande, na wao hawakujali kuhusu hali yao, bali walimtii mtume sallallahu alaihi wasallam, na yoyote aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam walifuata. Hali ya utii wao ilikuwa ya aina hii kwamba walikuwa wakitafuta baraka katika maji ya wudhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakitafuta baraka katika mawazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wao wasingekuwa na hali hii ya utii na kila mmoja angetanguliza rai yake, katika hali hii mfarakano ungepatikana, na katika hali wasingepata daraja hii ya juu. Kwa ajili ya kuleta maelewano katika Sunni na Shia, kitu hiki kinatosha kwamba maswahaba walikuwa hawana ikhtilafu na mfarakano, bali maendeleo yao yanathibitisha kwamba wao walikuwa kitu kimoja na walikuwa hawana uadui wa aina wowote. Wakristo wanasema Islam ilisambazwa kwa kupitia upanga, lakini nasema hii si sahihi, bali maswahaba walikuwa watiifu wa hali ya juu, na haya yalikuwa matokeo ya utii na umoja, kwamba watu wengine pia walivutika. Mimi nina dini, ikiwa wao walilazimika kushika upanga ilikuwa kwa ajili ya kujilinda. Hata kama wao wasingeshika upanga, katika hali hii wangeweza kupata ushindi katika dunia kwa kutumia ulimi wao, kwa sababu nasaha inayotolewa kutoka kwa moyo inaleta athari juu ya wengine.
masahaba walipokea ukweli na haki na walipokea kwa moyo wote. Wao walikuwa hawana tabia ya kuonyesha wengine, na alikuwa na sifa ya jalali na jamali aina hii kwamba watu walikuwa wakivutika upande wake. Kisha katika jamaati yake, jumuiya yake ilionyesha utii wa aina hii kwamba yeyote aliyekuwa akiwaona hawa maswahaba alikuwa akivutika upande wao. Hata katika siku hizi sisi tunahitaji umoja, kwa sababu Mwenyezi Mungu jumuiya hii ambayo inatayarishwa kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu ameunganisha jumuiya hii pamoja na jumuiya iliyotayarishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu maendeleo ya jumuiya yanapatikana kwa sababu ya mifano ya watu wa aina hii, basi nyinyi ambao ni jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na mnakuwa na hamu muungane na maswahaba, basi muwe na sifa za maswahaba, muwe utii sawa na utii wa maswahaba na umoja sawa na umoja wa maswahaba. Ilmuradi katika hali zenu zote mfanane na hali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema ikiwa sisi tunataka kuendeleza maendeleo ya jumuiya na tunataka umoja upatikane katika jumuiya, katika hali hii tunatakiwa tuendelee kufuata mifano za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo maendeleo yatapatikana yalipatikana zamani. Basi hii ndio ni hali inayotakiwa kwa ajili ya kupata neema kutoka katika neema ya Mungu. Tunalazimika kuboresha ibada zetu na swala zetu. Tunatakiwa tusafishe kauli yetu na mali yetu katika ushirikina wa kila aina. Tunalazimika kutoa mali yetu katika njia ya Mungu, na vile vile tunalazimika kuboresha utii wa uhalifa. Ndipo tukifanya hivi ndipo tutapata neema ya baraka inayopatikana kwa kupitia uhalifa, na tunaweza kuungana uhalifa utakaoendelea mpaka siku ya kiyama, na tunaweza kuunganisha vizazi vyetu pia pamoja na uhalifa huu. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutoa bishara ya uhalifa huu anasema, kwa ajili yenu hii ni muhimu muone kudra ya pili, na kudra hii ni bora kwa ajili yenu kwa sababu kudra ile itabaki na silsila yake haitakatika mpaka siku ya kiyama, na kudra hii ya pili ya uhalifa haitakuja mpaka niondoke. Nitakapoondoka basi Mungu ataleta kudra ile pili kwa ajili yenu, na kudra hii itabaki pamoja nanyi kama Mungu ameahidi katika kitabu cha Barahini Ahmadiyya. Na ahadi ile si kuhusu nafsi yangu, bali ahadi ile ni kuhusu nyinyi. Kama Mungu anasema, nitapatia ushindi wafuasi wako juu ya wengine mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo lazima muone siku ambamo mimi nitaaga dunia hii ili muweze kupata baraka ya pili. Mungu ambaye ni Mungu wa kutimiza ahadi zote, Mungu atawaonyesheni hayo yote ambayo ameahidi. Ingawa siku hizi ni siku za mwisho wa dunia na kuna mabalaa yatakayoshuka, lakini ni lazima kwamba dunia hii ibaki mpaka bishara zote zitimie zilizotolewa na Mwenyezi Mungu. Mimi nilikuja kwa kuwa kudra ya Mwenyezi Mungu, na mimi ni kudra moja kwa moja ya Mwenyezi Mungu, na baada yangu watapatikana wengine ambao watakuwa mazhar ya kudra ya pili ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema basi Mwenyezi Mungu alitupatia neema hii, na tangu miaka 110 sisi tunaendelea kushuhudia fadhila za Mwenyezi Mungu, na tunaendelea kuona ahadi aliyofanya Sayyidina alayhi salam inaendelea kutimia. Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja aliyefanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba yeye afuate mwongozo na maagizo yote ya Mwenyezi Mungu na aendelee kupata baraka kutoka uhalifa. Amin. Zura anasema Ijumaa iliyopita nilikumbusha kuhusu dua. Nataka kuwakumbusha tena kwamba watu wa Pakistan wanatakiwa wafanye maombi sana,
wanatakiwa katika swala zao na nafali zao wamkumbuke Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kufanya hivi. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.